Maana tulivyojaribu kuhoji kwa mkutano wa mwisho ni kama yule mama aliyekuja kuwekeza pale, lile eneo amelikatia hati, ni kama tayari kama la kifamilia. Yaani sisi hatuna haki nalo. Kwa hiyo eneo lilitengwa kwa ajili ya shule. Linaonyesha hivyo, lilitengwa kwa sababu limetengwa wakati sisi tukiwa wadogo. Na tulivyoulizia litengwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili kama mji unavyozidi kukua, mtaa huu hii itakuwa shule ya Mpobota na pale ambapo litengwa litakuwa ni shule ya msingi Makula. Sasa alivyoingia huyo mwekezaji aliingia kwa gia hiyo hiyo kwamba nitawatengenezea na kuja kujenga shule. Lakini tulivyoulizia mara ya mwisho, kwa yale majibu yaliyotolewa ni kama tayari sisi hatuna haki na lile eneo, hatuwezi kuliendeleza, hatuwezi kufanya, kwa sababu kuna vitu vyake ameshaviweka, kuna parachichi, kuna nini. Kwao ni kama tukitaka kuhoji lile eneo ni kama inatakiwa tumlipe fidia. Huyo mwekezaji alisema kwamba atajenga sekondari, atatujengea sekondari iwe sekondari, si kwamba kwa ajili ya shule ya wamama. Lakini matokeo yake kwa sasa tunaona hajengi. Tulimpa bure, hatukumuuzia. Hapana. Mwanangu akiwa darasa la 6 akasema akiwa darasa la 7 atasoma pale. Akishamaliza tulienda kufanya survey, tukatoa mipaka, lakini majibu ambayo tumekuja kuyapata ni mapera na nyumba ya udongo ambayo ni kiwanja kimejengwa pale. Akakiri kwamba yeye tumuongezee muda, akaongezewa muda, lakini mpaka leo ninaamini kwamba ni si chini ya miaka karibia 10 imeisha. Lakini ni katika kuulizia kwenye serikali inaonekana amesema kama alivyosema kijana aliyepita Christopher. Hapo ni awamu kama ya 3 ambapo anasema anaomba tena aongezewe muda. Kwa hiyo naomba serikali itusaidie. Sisi tunapenda serikali itufanyie mipango ya taasisi yenye kuleta. Tuanze na hilo la shule. Kwanza nimwombe Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Mbunge, mimi swala la eneo la shule wanalosema walimpa si mwekezaji ndio nalisikia hapa, na kama wamewahi kuniambia kwenye mkutano, tupo hapa wote, labda wanikumbushe, lakini mimi sijawahi ambiwa juu ya hilo eneo. Mheshimiwa Mbunge, nitakudanganya. Haya, nashukuru Mheshimiwa Diwani. Labda walikuwa wanaendelea kuongea naye, naomba ukae tu. Afisa ardhi, mkurugenzi, useme afisa ardhi wako au kama una majibu. Hilo eneo ambalo litengwa na mtaa wa Makula, kimsingi sisi tumelisikia hapa. Kwa hiyo naomba niahidi timu ya wataalamu itakuja kujiridhisha kwenye hilo eneo, ambayo itakuwa na afisa ardhi, mwanasheria wa halmashauri, lakini pia na dawati la malalamiko. Haya, na mimi natoa maelekezo kama alivyosema. Wananchi mliowasema kwangu mkayaseme vizuri kwenye hiyo timu, ili jambo hili tuje tulipatie ufumbuzi.